TLS ikishirikiana na International Commission of Jurists Kenya, Law Association of Zambia, Law Society of Kenya, Pan-African Lawyers Union, SADC Lawyers Association na Uganda Law Society wamedhihirisha wasiwasi mkubwa kufuatia ukandamizaji wa kikatili wa mkutano wa amani na kukamatwa kwa hila kwa wakili maarufu wa haki za binadamu wa Kitanzania, kiongozi wa upinzani, mbunge wa zamani na rais wa zamani wa Tanganyika Law Society, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, lililotokea jioni ya tarehe 9 Aprili 25. Bwana Lissu alikamatwa kwa nguvu baada ya kuhutubia umati wa wanachama na wafuasi wa chama cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, katika mkutano wa amani uliofanyika Mbinga, kusini mwa Tanzania. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya kampeni ya kitaifa ya Chadema yenye kauli mbiu inayosema No Reforms, No Election, wakitaka mageuzi ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Jeshi la polisi lilivunja mkutano huo kwa nguvu kwa kutumia mabomu ya machozi dhidi ya raia wasio na silaha na kumkamata Mheshimiwa Lissu kufikia katika kituo cha polisi cha wilaya ya Mbinga bila kutoa sababu yoyote. Baadaye alilazimishwa kuingia kwenye gari la polisi bila kueleza sababu ya kukamatwa kwake au mashtaka dhidi yake. Hii ni kinyume na sheria ya Tanzania na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Baada ya kukamatwa, Mheshimiwa Lissu alizuiliwa bila mawasiliano kwa takriban saa 24. Polisi hakutoa taarifa yoyote kuhusu alipo au sababu za kukamatwa kwake, ambayo ni kinyume na sheria ya mwenendo wa jinai ya Tanzania. Inaripotiwa kuwa alisafirishwa umbali wa zaidi ya kilomita 1150 kutoka Mbinga hadi Dar es Salaam. Siku iliyofuatia Alhamisi ya tarehe 10 Aprili, Mheshimiwa Lissu alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Alishtakiwa kwa kosa la uhaini na pia kwa mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 16 cha sheria ya makosa ya mtandao namba 14 ya mwaka 2015. Hati ya mashtaka ya uhaini inadai kwamba tarehe 3 Aprili alitoa kauli hadharani na mnukuu, wamesema kampeni hii ni vurugu. Ni kweli tunasema tutazuia uchaguzi. Tutavuruga. Hivyo ndivyo mabadiliko yanavyopatikana. Tutaharibu uchaguzi huu. Tutauvuruga kweli kweli. Mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo yanadai Mheshimiwa Lissu alisema kwenye video ya YouTube tarehe 3 Aprili kuwa wagombea wa Chadema walianguliwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 kwa maagizo ya rais, kwamba askari polisi wanatumika kuiba kura kwa kutumia mabegi mgongoni na kwamba majaji ni watiifu kwa CCM. Hawezi kutoa haki kwa kuwa wanatamani kuteuliwa kwa majaji wa mahakama ya rufani. Alipofikishwa mahakamani, Mheshimiwa Lissu hakupata fursa ya kujibu shtaka la uhaini isipokuwa kwa mashtaka ya kuchapisha taarifa za uongo, na hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu ukiukwaji wa utaratibu wa kisheria katika kukamatwa kwake na kufunguliwa mashtaka. Shtaka la uhaini liliahirishwa bila tarehe ya kurudi, likisubiri kukamilika kwa uchaguzi wa upande wa mashtaka kinyume na kanuni ya mwenendo wa makosa ya jinai ya Tanzania. Alikana mashtaka ya kuchapisha taarifa za uongo na anatarajiwa kufikishwa mahakamani tarehe 24 Aprili 2025 kwa ajili ya mashtaka hayo. Kunyimwa dhamana na kuendelea kuzuiliwa kwake chini ya kifungu cha 148 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho huruhusu kuzuiliwa bila kikomo kwa wakosoaji wanaoshtakiwa kwa makosa yasiyo ya dhamana kama uhaini ni kinyume na uamuzi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ambayo ilitaja kifungu hicho kuwa cha kibaguzi na kinakiuka dhana ya mtu kuwa hana hatia hadi itakapothibitika vinginevyo. Kunyimwa dhamana na kuendelea kuzuiliwa kwake chini ya kifungu cha 148 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho huruhusu kuzuiliwa bila kikomo kwa wakosoaji wanaoshtakiwa kwa makosa yasiyo ya dhamana kama uhaini ni kinyume na uamuzi wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ambayo ilitaja kifungu hicho kuwa cha kibaguzi na kinakiuka dhana ya mtu kuwa hana hatia hadi itakapothibitika vinginevyo. Mheshimiwa Lissu ana historia ndefu ya mateso ya kisiasa
na usumbufu wa kisheria tangu utawala wa Rais Mkapa katika miaka ya 1990. Alipoanza kuwatetea wananchi waliokuwa wakiteseka kutokana na shughuli kubwa za uchimbaji wa madini. Mwaka 2017, akiwa rais wa Tanganyika Law Society, alinusurika jaribio la mauaji baada ya kushambuliwa kwa risasi 16 ambazo bado anaendelea kuuguza hadi leo. Wakati wa utawala wa Rais Magufuli, Mheshimiwa Lissu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka zaidi ya mara 8 kwa sababu za kisiasa, haki ambazo serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iliahidi kuzilinda. Tunatoa wito kwa mamlaka za Tanzania kusitisha kuharibu zaidi ya utawala wa sheria, kuheshimu haki za vyama vya siasa, kuandaa shughuli na kuhamasisha misimamo yao, na kuheshimu haki ya wananchi wa Tanzania kujiunga kwa hiari na kukusanyika kwa amani kama inavyotolewa na sheria za kitaifa, kikanda na kimataifa. Tunatoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuonesha uongozi na kufufua ahadi alizotoa wakati wa kuapishwa kwake kuhusu kurejesha demokrasia nchini. Mwisho, tunatoa wito kwa kuachiwa kwa haraka kwa Mheshimiwa Lissu kutokana na kukamatwa kwake isivyo halali na kwa kubatilisha mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake kinyume na misingi ya haki ya kupata usikilizwaji wa haki. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rosette Swedi. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.